Katika anga ya kimataifa yenye mivutano na migongano ya maslahi, anga ya Caracas ilishuhudia tukio lisilo la kawaida mwishoni mwa wiki. Ndege nzito ya mizigo ya kivita aina ya Ilyushin Il-76 mali ya Urusi ilishusha magurudumu yake kwa ustadi katika uwanja wa ndege mkuu wa Venezuela. Tukio hilo limeibua maswali mengi kuhusu uhusiano wa kijeshi unaokuwa kati ya Moscow na Caracas, uhusiano ambao wachambuzi wengi wanasema unarejelea mkakati wa Urusi kupanua ushawishi wake katika ukanda wa Amerika ya Kusini, wakati Washington ikiimarisha uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo. Kulingana na rekodi za safari, ndege hiyo iliyosajiliwa kama RA-78765 ilianza safari yake kutoka viunga vya Moscow, ikipitia njia ndefu na iliyopindika kupitia Armenia, Algeria, Morocco, Senegal na Mauritania kabla ya kuvuka Atlantic kuelekea Amerika ya Kusini. Njia hiyo ya mizunguko inachukuliwa kuwa mkakati wa kuepuka anga za mataifa ya Magharibi au ukaguzi wa mizigo katika bandari zisizo rafiki, ambapo wataalamu wanasema huenda ndege hiyo ilifanya mizunguko ya kimya kimya, ikiweka au kuchukua shehena maalumu katika vituo vyao vya Urusi barani Afrika Magharibi. Ilyushin Il-76 inayoweza kubeba hadi tani 50 za mizigo au abiria 200 ni injini ya mikakati ya Urusi ya kupeleka vifaa vya kijeshi, silaha nyepesi au hata wapiganaji wa makundi maalumu, ambapo mwendeshaji wa ndege hiyo Aviation Zitotrans amesema ni kampuni yenye historia ndefu ya kufanya kazi kwa niaba ya wanajeshi wa Urusi na imeorodheshwa kwenye vikwazo vya Marekani, Canada na Ukraine, kwani shirika hilo limewahi kusafirisha makombora, vichwa vya rocket na vilipuzi vya helikopta katika maeneo yenye shughuli za wanamgambo wa Wagner Group. Wagner ni kundi lililowahi kuwa chombo cha nguvu cha rais wa Urusi Vladimir Putin katika kufanikisha ajenda ya Urusi barani Afrika na Asia. Sasa limeingizwa rasmi katika jeshi la Urusi chini ya kitengo kipya kinachoitwa Russian African Corps baada ya jaribio la uasi mnamo 2023. Kuonekana kwa ndege hiyo nchini Venezuela kunakuja wakati uadui kati ya Caracas na Washington unazidi kupamba moto, kwani Marekani imehituhumu serikali ya Rais Nicolas Maduro kwa kuhusika katika biashara ya madawa ya kulevya na imeanzisha mashambulizi dhidi ya meli zinazoshukiwa kusafirisha dawa hizo haramu. Katika hatua iliyotafsiriwa kama mchezo wa nguvu za baharini, Washington imetuma kikosi cha meli za kivita na ndege kubeba ndege Aircraft Carrier Strike Group katika ukanda huo, ikiwa ni ishara tosha ya msimamo mkali wa kijeshi, kwani Caracas kwa upande wake imejibu kwa maneno makali, ikituhumu Marekani kwa kutengeneza visingizio vya vita na kuahidi kwamba taifa hilo halitayumbishwa na vitisho vya kigeni. Kwa wachambuzi, kutua kwa Il-76 si tukio la kawaida la anga, bali ni ujumbe wa kisiasa unaonyesha kuwa Urusi inapanua mikono yake hadi uwanja wa nyuma wa Marekani. Na katika ulimwengu wa leo wa migongano ya maslahi, ndege moja ya mizigo inaweza kuwa ishara ya mapambano makubwa ya kimkakati na mashindano ya ushawishi, udhibiti wa rasilimali na vita vya kisaikolojia vya mataifa makubwa.